Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbees. Sisi Simba sasa hivi atuangalie neno clean sheet. Hili kombe la NBC ambalo tunalitamani kwa sababu tangu NBC imeingia kudhamini hili kombe, Simba Sport Club hatujafanikiwa kulipata hata mara moja. Hali ilikuwa mbaya leo. Hii ngoma ilikuwa draw. Lakini dakika za mwisho ikabidi tuanze kuomba tena. Leo tumeshinda kwa ajili ya maombi. Hii mechi ilistahili sare. Lakini kwa sababu Simba kapangiwa kuwa bingwa nchi hii, lazima aendelee kushinda. Timu ambazo wanacheza na mtani waache, unaelewa? Waache huo mchezo. Wacheze mpira, tuone mpira. Ile unamaanisha kwamba mtani anabebwa? Anabebwa sana, anabebwa kwa sababu Bahasha anambeba. Hali gani mwana sporti wa Hotbees TV? Kama bado subscribe channel yetu, kisha like, share na comment. Hii ni full time ya Hotbees TV. Leo ni tarehe 14 mwezi Juni 2026. Sisi timu ya Hotbees TV tulikuwa pale KMC Kinondoni kushuhudia gemu ya Simba Sports Club dhidi ya Pamba Jiji, na huu ni mwendelezo wa NBC Premier League hapa nyumbani Tanzania. Tumepata nafasi ya kupiga story na wadau na viongozi mbalimbali wa michezo mbalimbali ambao wako hapa nyumbani, waliopata nafasi ya kwenda kushuhudia mechi hii live kabisa hapa KMC Complex. Nataka kupiga story na kiongozi Zubeda, yeye pia huyu anahusika na masuala nzima ya usajili na vitu vingine kama hivyo. Hapo tumepiga na story mchungaji, lakini tumepiga story na Malaika, tumepiga na story na Muktari Ali, ni ndugu kabisa wa damu na msemaji wa Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ali. Tumepiga na story pia Mama Chobwedo. Kwa hiyo tuko na wengi sana hapa, bila kumsahau mzee wa kuchora, na mambo kabla na baada ya mechi yalikuwa kama ifuatavyo, mtazamaji wa full time ya Hotbees TV. Sisi Simba sasa hivi atuangalie neno clean sheet. Sisi Simba tunaangalia kuondoka na pointi 3 kwisha. Tunachohitaji kuchukua ubingwa. Sasa tukiwaza masuala clean sheet, sisi kwetu haya yatatupoteza. Lakini niseme ukweli, mchezo wetu wa leo, mimi kama malaika wa Simba niseme ukweli, baada ya jamaa kusawazisha lile goli, pressure ilinipanda. Tumeshinda, lakini sio kazi ndogo na sio kazi rahisi. Tuseme Pamba Jiji ni miongoni mwa timu ambayo Simba wanatupa challenge, wanatupa ile spirit ya mpira wenyewe. Yaani tunapoenda kucheza na Pamba Jiji tunasema sasa tunaenda kucheza na timu ambayo kwamba tutaweza kupishana. Leo ni siwalaumu Pamba Jiji, leo naenda kumlaumu refari tu basi. Kwa nini? Kwa nini? Refari leo alipaswa kabisa, au anapaswa kabisa hata kupigwa ndio apigwe. Yes. Nizungumzie dakika mwishoni. Watu mmeshuhudia na kila mmoja ameangalia mpira. Eli Ngariba Mpanzu anafanyiwa foul ndani ya box. Tayari ilikuwa ni clear penalty, lakini refari kaacha. Lakini foul nyingi zimefanyika, wamefanyiwa wachezaji wa Simba. Wale Pamba Jiji walistahili kupewa kadi hata nyekundu hata 2. Sawa, lakini refari zote kaziacha. Maana yake nini? Refari alikuwa na mpango wake katika mchezo leo, lakini sasa Simba hii unaambiwaje? Inakulazimisha utake utatoa, usipotaka utatoa. Yaani unaambiwa kwamba njoo, usipokuja tunakuja. Malaika, msimu uliopita kwenye mechi kama hizi, kila shabiki wa Simba alikuwa tayari ni kama ameshakubali kwamba sisi ubingwa tena basi. Lakini msimu huu kila shabiki unayemgusa anakuambia Simba bingwa, Simba bingwa. Siri hasa ni nini? Kwanza mimi niwaombe mashabiki wote wa Simba, tusifocus kwa jambo lingine lolote lile. Sisi jambo letu ni hili. Hata viongozi wa Simba tuna jambo la kuchukua ubingwa basi, full stop. Kwa sababu tuna kila vigezo, yani mpaka sasa hivi hapa kila mwanasoka duniani au Afrika tuna kila vigezo vya kusababisha kwamba Simba kuwa bingwa. Vipi? Performance bora Simba anaionyesha. Performance bora. Na niwaambie, niwape siri, labda mnyewe mwelewi. Hakuna timu yoyote ambayo inatamani kukutana na Simba Afrika mzima. Kwa nini? Si mnaiona mwezi uliopita timu bora ni Simba Sports Club. Kwa hiyo Simba ina ubora zaidi ya ubora, na hii kwa sababu ya wachezaji ambao tulikuwa nao. Usajili mdogo Simba tumefanya usajili mzuri sana. Miongoni mwa viongozi wakapongeza usajili mdogo ambao tulifanya wa Saint Aulo, Libasei, Kratos Chama yule, kumbe zamani ndo alikuwa mzee. Sasa hivi Chama amekuwa na miaka 22. Yaani Chama na yule kiungo wa Morocco. Sasa yule Manyele yule na Chama ni mwaka mmoja. Sio mwenzi tu. Serious? Wallahi naambia kabisa.
Kratos Chama na yule kiungo wa Moroko ambaye jana anapelekewa pasi anapiga makofi. Sawa, yule kiungo ana miaka 20 na Chama ana miaka 20. Kurejea Simba. Sasa sio kurejea Simba, sio mdogo. Kule alikuwa anafanya mazoezi, alikuwa anaenda kufanyaje? Kujitengeneza. Sasa amekuiva, yuko ndani ya mnyama Simba Sports, anaonyesha ubora wake. Tuseme ukweli, Chama jamani, ana uwezo mkubwa, tutake tusikate. Ila lazima utuuzima dawa. Kwa nini unamdogosha Chama kuwa mdogo au amerudi kwenye nani? Namna ya performance na ubora ambao anaonyesha. Mnaona leo tukaingia tu, mechi imebadilika. Kabla yeye kuingia, kiukweli Simba tuko hali mbaya. Baada ya kuingia mchezo mbadilika na Simba tukaweza kupata goli ya pili baada yeye. Lakini pia hata kasi ya mchezo ilikuwa ni kubwa sana. Simwadhurie, mimi niseme Simba tuna kila sababu kuwa bingwa. Yanga ana pointi 2 mbele. Ila hizo pointi 2 mimi nawahakikishia, naongea kutoka malaika wa Simba, pointi hizo 2 zinaenda kuanguka mechi ya Fountain Gate. Wewe. Yanga atadondosha dhidi ya Fountain. Ninawahakikishia, na haya maneno ninayatamka hapa, naomba muyafadhi. Hata bosi wangu Keni naomba maneno yake pia hayasikie. Sawa, nasema kwamba Yanga anaenda kudondosha hizo pointi 2 mechi ya Fountain Gate. Watu hawataamini. Kwa nini? Umeona nini labda Malaika? Mimi Malaika nimeona na jicho la hai. Mimi na jicho la hai. Sawa, na jicho la tiger. Naona mbali sana. Na ndio maana nimesema kwamba watake wastake. Sawa, kwamba Yanga anaenda kupoteza performance na ubora aliyokuwa na Fountain Gate. Fountain Gate ana mechi takriban 5 anashinda zote. Anashinda nyumbani, anashinda ugenini. Chobodo mwenyewe Fountain Gate kapigwa nyumbani kwake. Yanga alishindwa kumfunga Chobodo pale kwake. Ile anacheza na legend wa ligi ujue. Narudia kusema Chobodo alifungwa na Fountain Gate pale Arusha nyumbani kwao. Ila Yanga Afrika alishindwa kumfunga Chobodo pale. Maana yake nini? Fountain Gate sasa hivi ni bora kuliko Yanga. Fountain Gate ni bora kuliko Yanga. Kuwa bingwa mtetezi sio hoja. Kwa kigezo gani Fountain ni bora kuliko Yanga? Kigezo ambayo ameonyesha Fountain Gate. Sawa, alikuwa nafasi ya chini kabisa, lakini amerudi. Wanasema kwamba return of Fountain Gate. Sawa, return of Fountain Gate. Amerudi Fountain Gate, ana mechi ya 5 anashinda. Hatoi sare. Malaika, sisi tutakutafuta. Na msinitafute kidogo. Sawa, mnitafute sana. Baada ya mechi kumalizika tu. Sawa, mnitafute na mimi nitawatafuta. Kichwani mbona kama umemjaribisha ama kumgeza leo Maema? Sasa mimi si Maema na mimi ni bamkubwa na mdogo. Sawa, kwa hiyo mwenye asili acha asili. Mimi asili yangu. Sawa, kwa hiyo Maema mwache afuate nyayo zangu. Hamna shida. Asante sana. Tutakutafuta bana. Poa. Leo yamekuridhisha ama kuna namna uchezaji au una wasiwasi? Haijakuvutia hii leo? Kwa upande wetu sisi, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kufika siku hii ya leo kuweza kukutana tena kwa mara nyingine uwanjani baada ya kutoka kwenye mapumziko mafupi. Kiukweli mchezo umekuwa ni mzuri, lakini sio mzuri sana kulingana na wachezaji wamekaa muda mrefu hawajacheza. Kwa hiyo unapokuwa umepumzika kwa kitambo kirefu alafu unakuja kuingia kwenye mchezo mgumu kama Pamba Jiji na Simba, kama ilivyo kawaida haujawahi kuwa mchezo rahisi. Ndio maana unaona tumeweza kupata matokeo, lakini haikuwa kirahisi. Wachezaji wamepambana wa timu zote mbili, tunajua wote walikuwa wametoka kwenye mapumziko ya muda mrefu kidogo, lakini kilichopatikana ni alama 3 ambacho ndicho tunachokiangalia kutupeleka katika kuweza kuwania hili kombe la NBC ambalo tunalitamani, kwa sababu tangu NBC imeingia kudhamini hili kombe Simba Sport Club hatujafanikiwa kulipata hata mara moja. Kwa hiyo ndio sasa hivi tunamuombea angalau mtani wetu aweze kupoteza alama moja na sisi tuweze kushinda zote, angalau tuweze kuona ladha ya kombe la NBC. Pengine eneo gani lilikuwa na ugumu hii leo Steve Becker anapaswa kulifanyia kazi na kuongeza nguvu katika mechi ambazo zimesalia? Naweza nikasema kwenye eneo la ushambuliaji kidogo limekuwa na changamoto, lakini tumeona ni jinsi gani Elie Mpanzu na wachezaji wengine wote walipokuwa wanacheza kwa kushirikiana kuhakikisha wanapata alama 3 ambazo ndizo muhimu. Lakini tuseme kwa mfano kipindi cha kwanza wamecheza vizuri, lakini haikuwa vizuri sana kama nilivyotangulia kusema hapo awali.
lakini kulingana na sabu ambayo amekuja kufanya mwalimu especially alipokuja kuingia Chama, na mchezo ulibadilika kiujumla. Tukaona wenzetu wameanza kukaa nyuma kuzuia tu, lakini na ikapelekea wao kuweza kusababisha makosa madogo, tukaweza kupata goli la pili ambalo ndio limetupelekea kuondoka na alama 3 ambazo ndizo tulizokuwa tunazitamani. Naamini Simba mtakuwa mabingwa msimu huu. Inshallah, Mwenyezi Mungu akijalia. Bado game hazijaisha, tunaendelea kupambana. Tunajua Yanga ana mechi nyingine ngumu ambazo kuna timu tunazitegemea. Tunamtegemea sasa hivi, tunamtegemea Azam akifungwa tena na Yanga, basi ubingwa. Na kwa sidhani kama kuna timu ambayo inaweza kumfunga Yanga tena katika mechi zake zilizobaki. Sasa hapo kwenye Azam hapo, ukikutana naye leo hapo, natamani umwambie nini? Kwa sababu inaonekana kama yeye ni daraja hivi la wewe kwenda kwa bingwa. Mimi Azam huwa nachompendeaga ni kitu kimoja, huwa hakubali kufungwa na Yanga mara mbili. Lakini kwa safari hii Yanga alivyopania kuchukua tena ile kombe kwa mara ya 5 mfululizo ili aweze kuvunja rekodi, kiukweli sijui kama atatoboa, lakini hatukuzania kama hata Dodoma angeweza kumfunga Yanga. Lakini kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Hizi mechi ambazo tunakuwa hatuna imani nazo, pengine kuna moja wao ambayo itakayotuokoa sisi wana Simba Sport Club. Kituo matarajio yetu yako kwa Azam. Kwa TRA sidhani. Kituo kinachofuata ni Mbeya. Hii tunaiwekaje kitaalamu? Kweli kituo kinachofuata ni Mbeya, na sisi mashabiki kesho tunaanza safari yetu ya kuelekea Mbeya, maana game ni tarehe 17. Tutaenda Mbeya, baada ya mchezo tutalala, tutaanza safari ya kuelekea Arusha kwa ajili ya kwenda kucheza mechi ya CRDB ambayo itakuwa ni tarehe 20. Tunacheza Simba na Coastal Union. Baada ya hapo ndio tutarudi hapa nyumbani tuendelee kusubiria mechi ambazo zimebaki. Mashabiki wengi wa Simba inasemekana kwamba hii gemu ya leo ni gemu ambayo inaonekana kama Pamba Jiji hivi aliokota kidogo upande fulani. Namna ambavyo mchezo umeuona, kuna uhalisia wa kitu chochote? Ukiangalia gemu ya mwisho wametoka sare ya 1-1. Mimi siwezi kuamini hicho kitu. Hizo ni mbinu tu za kimchezo kumtoa mpinzani wako kwenye reli, lakini sijawahi kuamini hivyo vitu. Kama vipo basi, ila mimi sijawahi kuamini. Mimi naamini mpira wa miguu unaonekana, kila mmoja anaona jitihada zinazofanyika na wachezaji. Tunaamini kinachotokea kwamba wale ni wachezaji mmoja ambao ndio wanapelekea kuadhibu timu pinzani. Timu yako bana ya Simba sehemu zote ziko vizuri, kwenye wings, lakini pia hata katikati, hata kwenye defender, lakini kule upande wa forward imekuwa na changamoto kubwa sana. Tunaelekea kwenye msimu wa CAF 2026-2027. Unatamani zaidi kikosi kifanywe maboresho sehemu gani? Ukiachilia mbali zingine zipo vizuri, lakini kwenye forward changamoto. Kwenye hizo engo nyingine au engo zote? Kwenye upande wa forward hilo ni changamoto la Afrika au la dunia tuseme. Yaani kupata mchezaji mzuri ambao anajua kufanya mashambulizi ya 100%, hiyo ni changamoto. Na akitokea basi huwa kila timu nyingi zinakuwa zinamkodolea macho. Kwa mfano, nitoe mfano, Mayele alikuwa analijua goli kweli, lakini tuliona hakuweza kudumu katika ardhi ya Tanzania. Mwisho wa siku aliweza kuchukuliwa. Hivyo tunatamani tupate forward mzuri ambaye atatutendea haki wana Simba, japokuwa wachezaji wengi wa sasa hivi waliopelekea Simba ikabadilika ni waliosajiliwa katika dirisha dogo. Tunajua Simba kiukweli tulikuwa tunasajili dirisha kubwa, lakini wachezaji wakawa hawana impact kwenye timu. Lakini kwa safari hii dirisha dogo limeweza kutuprove kwamba Simba iko imara, na bado tutaendelea kuwa imara, na tunaendelea kuomba Mwenyezi Mungu waendelee kufanya maboresho, kwa sababu linakuja dirisha kubwa, basi waweze kuangalia zile sehemu ambazo kuna madhaifu, waweze kufanya usajili wa maana. Tunajua changamoto ya usajili kwetu ni fedha. Unajua wenzetu wanaweza wakasajili mchezaji mmoja bilioni 14, bilioni 20, bilioni 30, bilioni 50. Lakini ukiangalia kwa upande wetu sisi wa Tanzania wote, vilabu vyote, hakuna kilabu kinaweza kumsajili mchezaji wa bilioni 7 hapa. Hayupo. Na hata kama amesajiliwa mchezaji wa bilioni 1, akaja akakliki vizuri kwenye timu, wenzetu tayari wanamkodolea macho. Wanaweza kumwambia bwana, huyu tunamhitaji. Wakitoa bilioni 2, bilioni 3, kaondoka. Tumebaki empty tena. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunaomba Mwenyezi Mungu pia vilabu vyetu angalau viendelee kupambana kutafuta ni njia gani tunaweza kuzipata kwa ajili ya kuwa na aseti zetu wenyewe ambazo zitakuwa zinatuzalishia tuwe tunapata pesa ambazo kwamba tukisajili mchezaji hata ikitokea kafanya vizuri sana,
timu nyingine inakuja labda RS Berkane au Wydad Casablanca, wanamhitaji, wanasema bwana, tutakupa bilioni 2 kwenye sign fee yako, mshahara wako wa kila mwezi tutakupa milioni 100. Sisi tutakwambia sign fee yako bilioni 2 tutakupa, na mshahara wako wa milioni 100 kila mwezi tutakupatia. Utaendelea hapo kwenye approach za asset. Tuambie, ndio kama tunakupa hayo majukumu, assume utatamani kufanya nini kwenye kipengele cha assets? Kwa mfano mimi ningekuwa sasa niko pale Simba, mimi ningeweza tu nikawaambia tu jambo moja, wangefungua tu hata kampuni ndogo tu ya clearing and forwarding ndogo tu, hiyo ina uwezo wa kuingizia Simba pesa nyingi sana bro. Kwa mtu ambaye sifahamu inahusiana na nini? Yaani hapo ni masuala ya kuagiza na kuimport. Na simeelewa unaagiza una import. Kwa hiyo unaagiza labda mizigo, watu wanakuja kuoda kutoka kwako mizigo kutoka nje, inakuja, kuna watu unatoa mizigo hapa unapeleka nje. Ni biashara ambayo hii inaingiza mabilioni ya pesa katika nchi. Kwa hiyo wangeweza wakafungua hiyo, kiukweli tungeweza tukapata, Simba ingeweza ikajiingizia kipato kikubwa sana brother. Kwa majina unasema anaitwa nani? Remy Mosha. Shukrani sana kiongozi. Asante sana brother.